Rejea tena kama nilivyokuahidi ya kwamba hapa studio utakuwa na watumishi wa Mungu. Tunaye mtumishi wa Mungu wa kwanza ambaye siku ya leo tutajifunza mengi kutoka kwake, na Mungu ametukutanisha tena na mtumishi wa Mungu huyu. Kabla sijamtambulisha ili tuweze kuendelea, kwa niaba ya Venita anayenifanya nionekane pamoja na Elisha Ndaro, mimi naitwa Madushi James. Nikukaribishe tena katika kipindi hiki kwa ajili ya kuweza kujifunza neno la Mungu kwa pamoja. Na sasa ni mruhusu mtumishi wa Mungu, si mara ya kwanza kuwa naye hapa. Tumekuwa naye kwa muda mrefu kidogo, pamoja na wiki iliyopita tulikuwa naye na somo lake tulikuwa nalo, tulijifunza vingi na wengi tulielewa somo lake, na leo tupo naye hapa kwa ajili ya somo jingine tena linalosema tumfuate Paulo. Tumfuate Paulo. Kwa nini tumfuate Paulo na kivipi tumfuate Paulo? Mtumishi wa Mungu yuko hapa kutuambia, na nimruhusu sasa aweze kujitambulisha ni nani, kutoka wapi, tuna kipi ambacho tunategemea kujifunza kutoka kwake. Yeye moja kwa moja atatuambia. Lakini kama utakuwa unahitaji kutuma mchango wako wa mawazo, unahitaji kuuliza swali, unaweza ukanipata moja kwa moja kwa namba ya simu 0655770796 0655770796. Tuma mchango wako wa mawazo, unaweza ukauliza swali kupitia namba ya simu hiyo niliyokutajia. Na kama haujasikia vizuri, namba hii ipo kwenye TV yako hapo, unaweza ukaikopi na moja kwa moja kabisa ukawasiliana nami hapa studio. Nimkaribisha sasa mtumishi wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante ndugu yangu. Karibu sana uweze kujitambulisha ili kama kuna kitu ambacho hatuwezi kukufahamu tuweze kujua kabisa tunadili na nani siku ya leo. Sawa, mimi naitwa Patrick Kipara, ni mchungaji na ni mhubiri wa Injili. Sio mgeni hapa Star TV, nimekuwa mara kadhaa, lakini pia tuna kipindi kwenye redio Tanzu ya hapa inaitwa Kiss FM, ambapo huwa tunaanza saa 12:30 mpaka 1:30, na kwa majaliwa ya Mungu tena tupo pamoja leo Star TV. Naitwa Patrick Kipara na huwa tunahudumu kwenye kanisa, na huduma inaitwa ile Injili ya Asili. Kwa hiyo tuko hapa pia kuinjilisha hiyo Injili ya asili. Sawa sawa. Ndio. Na moja kwa moja sasa tupeleke kwenye mada ama somo ambalo tuko nalo siku ya leo. Ndio. Ili tuweze kujifunza zaidi. Ndio. Najua mtazamaji wangu hapa anatamani kujua hii mada tumfuate Paulo imekaaje hii. Kwa hiyo pengine akawa na shauku ya kuhitaji kujua zaidi. Sawa. Tusaidie sasa kutimiza hii shauku ya mtazamaji. Sawa, hebu tuombe kidogo alafu tusome maandiko. Sawa sawa. Karibu. Mungu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, neno lako ni imara kuliko misingi ya ulimwengu. Sema mbingu na nchi zitapita, lakini neno lako halitapita. Na uliposema mbingu na nchi zitapita lakini neno lako halitapita, ulikuwa ukimaanisha pamoja na mistari hii michache tutakayosoma kwa siku ya leo kwamba haitapita, itakuwa ni imara na mtu akisimamia hiyo atapata uzima wa milele. Ndipo jalia ikawa hivyo Bwana, tunapoendelea somo hili la tumfuate Paulo, watu wakasimama kwenye neno lako na wakaweza kupokea uzima wa milele. Nasi tuongoze, tushikilie Bwana, tukatende neno kutukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16, ndipo tutakapotolea hoja yetu au tutakapojengea hoja yetu ya tumfuate Paulo. Basi na wasihi mnifuate mimi. Huyo ni mtume Paulo, ndiye anayesema anatusii tumfuate yeye. Maandiko hilo amelisoma neno hilo la tumfuate Paulo, tumfuate yeye amelisema mara nyingi sana kwenye Biblia. Amesema kwenye kitabu cha Kolosai, kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya Wakorintho wa kwanza amesema nadhani mara 2, hiyo sura ya 4 na sura ya 11, na amesema kwenye Kolosai na vitabu vingine akisii watu wamfuate. Na kwa nini wamfuate, labda ndio tunachotakiwa kujua leo. Lakini kabla tujaenda huko, hebu tuanze na wasifu wake. Paulo ni nani? Paulo ni mmoja kati ya manabii wakuu sana wa Agano Jipya. Na Paulo kwa Agano Jipya amefananishwa na Musa. Kwa Agano la Kale, Musa ndiye aliyewahi kukutana na ile nguzo ya moto, yani Mungu akiwa katika nguzo ya moto akaongea na Mungu na Mungu akamjibu, na hiyo nguzo ya moto ikamuongoza Musa kuandika maandiko na kuandika zile amri 10.
Kwenye Agano Jipya mtu mwingine aliwahi kutana na nguzo ya moto na akaongea nayo na akasema nayo na ikamjibu na ikamuongoza kufanya au kutenda yeye ya Mungu, ni Paulo. Amen. Kwenye Biblia ya Agano Jipya Paulo alikutana na nguzo ya moto akielekea Dameski. Na katika wanafunzi au wale mitume wa Yesu, unajua Yesu alikuwa na mitume 12, mmoja akajinyonga. Kwa hiyo wakabaki 11. Wao kwa akili zao wakamchagua mtu mmoja anaitwa Matias. Ambao ukisoma maandiko huoni mahali popote Mungu akimtumia Matias. Yaani jina la Matias linasemwa kabla ya kupigiwa kura na linafunga baada ya kupigiwa kura. Halionekani tena. Huwezi kumwona Matias akimwambia hata mgonjwa wa mafua. Kwa nini? Kwa sababu lilikuwa ni chaguo la wanadamu. Na lilikuwa ni chaguo la wanadamu, utakumbuka walimchagua Matias kabla hawajapata tukio la Pentecost, yani kabla hawajampokea Roho Mtakatifu. Sasa kwa hali ya kawaida utakubaliana na mimi kwamba walimchagua kwa utashi na mapenzi ya kibinadamu. Kwa hiyo tunaweza kusema ulikuwa ni uchaguzi sawa tu na uchaguzi wa kisiasa. Lakini Mungu alipokuja yeye alijichagulia. Kumbuka wale mitume wote 12, hakuna mtume hata mmoja ambaye alichaguliwa na mtu. Ni Yesu mwenyewe ndiye alikuwa anasema njoo nifuate, njoo nifuate, njoo nifuate. Kwa hiyo ilipofikia na wakuziba nafasi ya Yuda, ilikuwa inamgharimu Yesu mwenyewe amtafute mtu wa kuziba hiyo nafasi. Ndipo tunaona Paulo akiwa kwenye njia ya Dameski akienda kulitesa kanisa, anakutana na Yesu, anampiga bloku njiani, alafu Yesu anamchukua Paulo, anamwambia akamtumikia. Kwa hiyo Paulo anakuwa ni mtume wa 12 kando ya Matias. Matias kwenye kura alipita? Alishinda. Alipata kura akashinda. Lakini bado hiyo Mungu yani Mungu hakuunga mkono hicho. Kwa nini? Kama ninavyosema, Mungu hachaguliwi. Mungu anajichagulia. Maandiko alisema yeye alipopaa juu alitoa mateka akainua vipawa. Sasa tukifikia kwenye hili, wangeweza kumchagulia Mungu kama huyo Mungu angekuwa ndani yao, kama Roho Mtakatifu angekuwa ndani yao, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye angewaongoza. Sasa walimchagua Matias wakati hawajampokea Roho. Na sasa mambo yote yaliyofanyika kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu awe yalikuwa ni ya kwao. Ila ya Mungu ni yale ambapo alianza kumpokea Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 kwenda mbele. Sasa nisikurudishe nyuma, natamani twende moja kwa moja sasa tuendelee na safari ya Paulo. Okay, tumfuate Paulo. Sasa tunakuja kwa nini tumfuate Paulo? Rudi tena kwenye wasifu wa Paulo. Paulo ukisoma kwenye maandiko, Paulo alizaliwa Uturuki. Na alikuwa anafahamika kwa jina la Sauli wa Tarso. Aliitwa Sauli wa Tarso tangu amezaliwa mpaka muda mfupi baada ya kuongoka kwake. Yaani aliongoka akiwa ni Sauli. Na akiwa huko mbele anaendelea, ndipo Mungu akambadilisha jina akawa Paulo. Sasa ukichukua hilo jina Sauli lina maana yake. Na hiyo maana inaweza ikakupa kwa nini Mungu alimuita Paulo. Sauli, maana neno Sauli au jina Sauli ni mbabe. Tafsiri ya kwanza ni mbabe. Tafsiri ya pili ya jina Sauli ni aliyeombwa kwa Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na mtu mmoja mbabe lakini aliyeombwa kwa Mungu. Aliyeombwa kwa Mungu. Huyo ni Sauli. Sasa huyu Sauli aliyeombwa kwa Mungu, Mungu alimwangalia na Mungu akamuita. Sasa kabla ya kumuita Sauli alikuwa ni Mfarisayo wa Mafarisayo. Na kama nilivyosema alizaliwa Uturuki. Baba na mama wa Sauli walikuwa ni Waebrania, lakini walikuwa wametoka Israeli wakaenda huko Tarso. Labda kutafuta maisha na nini. Na kwa kuwa Wayahudi walikuwa na tabia ya kuita majina kutokana na tukio. Utagundua kwamba wazazi wa Paulo walichelewa kupata mtoto, yani waliishi muda mwingi bila kuwa na mtoto. Na ndipo wakaomba kwa Mungu kama tulivyokuwa kwa Ana na wengineo. Na ndipo walipoomba kwa Mungu, Mungu akawapa huyu mtoto wa kiume anaitwa Sauli. Ndio maana wakuja kumpa jina Sauli, kwamba aliyeombwa kwa Mungu. Wakati huo Uturuki ilikuwa inaitwaje? Ni Uturuki hivyo hivyo? Ilikuwa ndio hiyo Tarso, lakini ndio ilikuwa upande wa Rumi. Ilikuwa ni koloni la Rumi, ilikuwa ndani ya makoloni. Yaani jina la Uturuki ilikuwa ni hilo Uturuki ama? Sina uhakika kama ilikuwa ni hili Uturuki, ingawa
Tarso wanasema mpaka sasa huo mji upo. Lakini ndio wanasema pia watu wengine ndio Turkey, sijui. Sasa sitaki kuingia ile mambo ya siasa na nini, lakini nachoamini ilikuwa ni huko Uturuki na ilikuwa ni koloni la Rumi, yani ilikuwa ni sehemu ya hiyo Roman Empire. Sawa. Sasa baada ya hapo au walipomzaa, Wayahudi walikuwa na kanuni. Mtoto yoyote anayefungua tumbo la mama yake wa kwanza wa kiume, huyo ni wa Mungu. Na hiyo ilikuwa inapatikana kwenye Kutoka sura ya 13 mstari wa 12. Mtoto yoyote wa kiume, na hata wanyama, labda una ng'ombe wako, una mbuzi wako, una kondoo na kadhalika, kitakachozaliwa cha kwanza kikiwa ni cha kiume, yani kama huyo kondoo wako akizaa mtoto wa kwanza wa kiume, huyo mtoto wa kiume aliyefungua tumbo la mama yake ni wa Mungu. Okay. Ng'ombe vile vile, na mtu akimzaa mtoto wa kwanza, mama akimzaa mtoto wake wa kwanza kutoka tumboni mwake, wanaita ndio kitinda mimba kwa Kiswahili, sijui sana, lakini huyo wa kwanza aliyezaliwa akiwa wa kwanza, kifungua mimba. Sasa huyu anayefungua mimba akiwa ni wa kiume, sio wa kike, wa kiume, huyu alikuwa anapelekwa hekaluni, anakuwa wa Mungu, na automatically alikuwa anabadilishwa kabila. Inabadilikaje? Sasa unajua huko unasema tubadilishe kabila, lakini Mungu anabadilisha makabila. Yaani ndani ya Israeli kuna makabila 12. Na kwenye hayo makabila 12, kabila moja la Lawi ndio walikuwa wamepewa kibali cha kumtumikia Mungu kama makuhani. Sasa wazaliwa wa kwanza wote walipokuwa wakizaliwa, wakipelekwa hekaluni, na wao wanakuwa makuhani. Sasa ili uwe kuhani kwa kanuni ya Mungu lazima uwe Mlawi. Sasa hiyo ndio tunapata hoja kwamba walibadilishwa makabila. Sio, umeelewa mpaka hapo? Na unataka kujua hicho, rudi kwenye maandiko yako, utamwangalia Samueli. Alipelekwa hekaluni na mama yake Ana, baada ya kuwa amezaliwa akapelekwa miguuni kwa mzee Eli. Alikuwa kuhani, lakini Mungu alisema kuhani ni wa Walawi. Sasa inabidi uwe na sifa ya Mlawi. Kwa hiyo inabidi sasa na wewe uipe Mlawi, na walikuwa wapati ulisi kutoka kwao. Ulisi wao ulikuwa unabaki kanisani, yani hekaluni, yani kwenye utumishi wa Mungu. Na anakuwa ni mali ya kanisa. Au Mlawi sasa tunatumia kanisa kwa sababu tumezoea neno kanisa, lakini wao walikuwa na hekalu, kwa hiyo walikuwa ni mali ya maskani ya Mungu, ilikuwa ni mali ya hekalu, mali ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo kula kwake, kuvaa kwake, kuishi kwake ni majukumu ya huko anakotumikia. Kwao walikuwa hana ulisi. Ila sasa ilikuwa umesoma? Okay, nisome kutoka 12 13 mstari 12. Ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo, na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye, hazaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Anayezaliwa na mnyama au nani wa kiume, huyu atakuwa ni wa Bwana. Sasa kama ulikuwa unamtaka mtoto wako, unasema kwanza ni mtoto mwenyewe nimemzalia uzeeni, na mimi sina mtu wa kuendesha familia yangu na nini na mambo yangu hapa nyumbani, huyu mtoto namtaka. Kulikuwa kuna fedha unaenda uzipeleka hekaluni kwenda kumkomboa. Unalipa hekaluni alafu unamchukua. Sasa ndio kuna baadhi ya wahubiri hapo wametoa mafundisho ya kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Kwamba ulipie fedha ili mkomboe mzaliwa wa kwanza. Lakini kwenye Agano Jipya hicho kitu hakipo. Una mkombozi wa mzaliwa wa kwanza alishakuja, kwa maandiko yanasema mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi ni Kristo. Na kufa kwake kulitukomboa. Kwa hiyo mtu yote anayekwambia komboa mzaliwa wako wa kwanza, au anakudanganya kwamba Kristo hajaja, au anakufanya uamini kwamba ukombozi wa Kristo haukutosheleza. Ndio maana unatakiwa kulipia fedha. Lakini niwaonye na niwaambie wanaosikiliza na kutazama sasa hivi kwamba ukombozi wako, ukombozi wa familia yako ulishalipiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na hauwezi ukaupata kwa fedha au kwa vitu vya dunia hii. Hatununui wokovu wetu kwa fedha na dhahabu. Tuna damu bora zaidi yenye thamani kuliko fedha na dhahabu. Hiyo ni damu ya Yesu, ilishalipia kila kitu. Na Yesu msalabani anasema yote yamekwisha. Kwa hiyo huo tu niseme, niongezee, nikazie, ni ujanja wa watu kujipatia vipato, lakini maandiko hayajawahi kusema kitu cha namna hiyo kwenye Agano Jipya. Ila Agano la Kale walikuwa wanawakomboa. Ila Agano Jipya unamkomboa iweje? Pengine kwanza umpeleke hekaluni akawa wa kanisa, ufanye chochote, yani ni wa kwako. Ila tu unachotakiwa kama ni kumkomboa, mwelekeze kwa Yesu Kristo. Apate wokovu, azaliwe mara ya pili, hiyo amekomboa na hahitaji kulipia. Haina gharama.
Bila pesa gharama ni kuamini. Wewe kwamba ulitoe sadaka nini? Hizo ni mbwembwe kumekuwa ni biashara. Sawa, hebu turudishe sasa kwenye safari ya Paulo. Sasa hao wazaliwa wa kwanza walikuwa wanaitwa watu wa Mungu, au walikuwa wana jina maalum, yani walikuwa wamepewa heshima maalum. Walikuwa wanaitwa waliotengwa. Au watengwa. Yani wametengwa na Mungu mwenyewe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndipo basi unamwona Paulo akija kwenye kitabu cha Wafilipi sura Waebrania na Galatia. Waebrania? Galatia. Unaweza kaisoma. Anasema yeye Mungu alimtenga. Okay. Kumbuka ujumbe wangu ni tumfuate Paulo. Sawa. Kwa nini tumfuate Paulo? Moja ya sababu ya kumfuata Paulo, yeye alitengwa na Mungu. Amen. Sawa. Galatia 1:15. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubirie mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Yani ilikuwa ni Mungu na Paulo ndio walioongea na ndio waliokubaliana, na Paulo hakuomba ushauri kwa mtu. Paulo hakufundishwa habari za wokovu wa Kristo na mtu. Kumbuka wazazi wake walipomzaa, wao walimpeleka kwa mtu anaitwa Gamalieli. Baada ya kumaliza kunyonya, walienda kumkabidhi kwa Gamalieli ili Gamalieli amfundishe namna ya kumtumikia Mungu. Na Gamalieli alikuwa ni Mfarisayo. Kwa hiyo alimfundisha habari za imani ya Kifarisayo. Ndio Paulo naona amesoma, ameelimika, anakuja na misimamo ya Kifarisayo. Na akawa kinyume na chochote kinachoitwa Kristo. Paulo mwenyewe anasema aliwatesa Wakristo, aliwaua Wakristo, kwa sababu alidhani kwa kufanya hivyo ndiye anamtumikia Mungu. Na Mungu alimwangalia Paulo kwenye unyofu wa moyo wake. Yaani ukatili aliokuwa nao ulikuwa unasababishwa na unyofu wa moyo wake. Yaani alikuwa anakiangalia Paulo anaamini kabisa anamtumikia Mungu na anafanya mapenzi ya Mungu, na kumbe yupo kinyume. Kwa hiyo Mungu akamwona huyu kwa uaminifu ananifaa. Kwa hiyo kumbe hakuwa jangili wala hakuwa jambazi kama tunavyofahamu jambazi. Paulo alikuwa anajali ndani anatumikia Mungu. Sawa. Ndio anaitwa. Umenipata mpaka hapo? Huyu Paulo kama nilivyosema, akiwa Sauli, yeye alikuwa anatokea kwenye kabila la Benjamini. Umenipata? Na akapelekwa kwa Gamalieli akafundishwa. Na sasa Paulo anaongelea hicho kitu wazi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 4 na wa 5, kama unaweza kupata hiyo yangu ningesoma. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili, mtu yeyote akijiona kuwa nayo sababu ya kutumainia mwili. Paulo anasema kama ni kutumainia mwili, angeweza kutumainia mwili. Mimi ni zaidi. Anasema yeye ni zaidi. Na alitahiriwa siku ya 8. Yaani kwa kufuata desturi za Wayahudi na kadhalika alitahiriwa siku ya 8. Ni mtu wa taifa la Israeli. Alikuwa ni Myahudi pure. Wa kabila ya Benjamini. Mwebrania wa Ebrania. Kwa habari ya kuishika Torati, ni Farisayo. Alikuwa ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliuzi kanisa. Lakini juhudi zake zilikuwa ni za kuliuzi kanisa. Bila yeye kujua, lakini bila yeye kujua. Kwa habari ya haki patikana na sheria, sikuwa na hatia. Inayopatikana na sheria. Yaani kama tu nilikuwa ni kwa sheria ile ua, haribu, hakuwa na hatia yoyote. Kwa sababu alikuwa anafanya kwa mujibu wa sheria. Amen. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, mambo yaliyokuwa faida kwake, nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Anasema alihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam. Zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa uzuri, kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Mungu abariki. Sasa tutakishia hapo. Kwa hiyo Paulo alikuwa ndio huyo tunaongelea habari zake. Alikuwa Farisayo na Farisayo, alikuwa mwenye bidii na jitihada za Kifarisayo, akiwaua watu na kadhalika, lakini anamtumikia Mungu kwenye hayo.
na hata mara pengine anaungama anasema wakati Stefano anapigwa mawe, yeye ndiye aliwashikia watu nguo zao zisimkiwe na damu, na alikuwa anashangilia Stefano akipigwa mawe. Kwa hiyo alikuwepo hapo. Na sasa hayo ndio mambo ambayo yaligharimu moyo wake. Na ndipo sasa akiwa kwenye majukumu yake, na muda umetuishia. Labda tukaenda sawa. Sasa labda tutakuwa siku nyingine. Wakati akiwa kwenye majukumu yake ndipo alipokutana na Mungu na akaongolewa na Mungu. Kwa hiyo alipoongolewa na Mungu, labda nizingatie muda na niseme tu jambo moja ambalo huenda tanzia hapo wakati mwingine. Alipoongolewa na Mungu, Mungu alimpa majukumu. Ndio hayo sasa yanatulazimisha tumfuate. Jukumu aliyompa Mungu tutafute ni Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 15. Alaka ndugu, Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 15. Anasema ndio. Nami nikasema, Yeye ni Paulo anasema, na yeye akasema alipokutana ile nguzo ya moto, wewe nani? Wewe ni nani? Bwana. Bwana akaniambia, mimi ni Yesu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tukisoma maandiko, Paulo ndiye anatufungulia kitendawili. Anasema ile nguzo ya moto iliyokutana na Musa, Yesu na mimi niko ambaye niko. Ilimwambia Yesu, ilimwambia Paulo mimi ni Yesu. Kwa hiyo ambaye wewe unaniuzi. Yaani Paulo ndiye anasema yule mimi niko ambaye niko ni Yesu. Endelea. Lakini inuka usimame kwa miguu yako. Nguzo ya moto ikamwambia inuka usimame kwa miguu yako. Kwa maana nimekutokea kwa sababu hii. Ndio. Nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona. Ndio. Na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Ndio. Nikikuokoa na watu wako. Ndio. Na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Kwa hiyo Paulo ametumwa kwa watu wa mataifa. Sisi watu wa mataifa, mtu ambaye ametumwa kwetu kuingiza kwenye neema ya Mungu ni Paulo. Amen. Kwa hiyo kupishana na Paulo, neema ya Mungu mtu wa mataifa umeipoteza. Kwa hiyo unapaswa tu uwe nyuma yake umfuate. Yeye ndiye anajua njia. Ingine? Kwa hiyo wafumbue macho yao. Jambo jingine ambalo umetuma kwetu sisi kwa watu wa mataifa ni kutufumbua macho yetu. Kwa hiyo kama umfuati Paulo, wewe ni kipofu. Ingine? Na kuwageuza waziache giza na kuelekea nuru. Kuna njia ya giza. Kwa hiyo ili uiache njia ya giza kuelekea nuru, kwanza msikilize Paulo. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Ikiwa huwezi kumfuata Paulo, nguvu za shetani hauwezi ukaziacha. Yaani zile nguvu za giza, nguvu za ushirikina, nguvu za mira, hauwezi ukaziacha. Utabaki tu kusema wewe ni Mkristo, lakini nguvu za shetani, nguvu za giza bado ziko pamoja na wewe. Kisha tuichie hapa kwanza kwa sababu muda wetu unakimbia. Naomba nimalizie hapa. Anasema kisha wapate msamaha wa dhambi nafsini mwao. Sawa. Kwa sababu muda wetu unakimbia na ni target yetu kumaliza kwa wakati ili tuweze kuendelea na mtumishi wa Mungu mwingine. Kwa hiyo kiufupi sababu inayotufanya tumfuate Paulo ni kwa sababu moja yenye imetengwa. Ni nyingi lakini kwa ulizozisema nadhani umezisema mbili. Yeye ndiye aliyetumwa sisi kutuchukua sisi watu wa mataifa kutuingiza kwenye Ukristo. Kwa hiyo kwa maneno mengine kwa watu wa mataifa, Kristo uko mikononi mwa Paulo. Tunapaswa tuchukue mikononi mwa Paulo. Sawa. La pili, ndiye pekee anaweza kutufumbua macho sisi tuweze kumjua Mungu, kutoka kwenye giza na kuiona nuru. Paulo ndiye pekee ambaye anaweza kututenga na nguvu za giza, nguvu za mira, nguvu za ushirikina. Paulo sio mwingine. Sawa. Mtazamaji, nadhani kuna vingi ambavyo sasa pengine umejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu hapa. Na kabla hatujafika mwisho, niombe sasa mtumishi wa Mungu aweze kutuambia tukihitaji kumpata zaidi tunampata vipi, kwa mawasiliano yake ya mitandao ya kijamii, namna ya kuweza kupata vingi kujifunza kutoka kwake. Anaweza akatusaidia hapa. Karibu. Ndio, na kwa kwenye mitandao ya kijamii, ingia YouTube, andika ile injili ya asili, au andika mchungaji Patrick Kipala, utapata mafundisho yetu yote yako hapa. Tunayohubiri radio na tunayohubiri upande wa TV, utayakuta hapo, na baadhi ya tunayohubiri kanisani pia utayakuta hapo. Lakini pia unaweza ukatafuta kwa namba za simu zifuatazo: 0765033887. Narudia tena, 0765033887.
na laini nyingine ni 0692 784 111, yani 1 mara 3, 0692784111. Sawa sawa. Ndio mawasiliano yangu, naweza kunitafuta kwa hayo au swali lolote au ujumbe wote au jambo lolote, tukutane kwa namba hizo. Sawa sawa. Kwa sababu ya muda naomba tuishie hapa, na tukipata nafasi tuendelea zaidi katika mada hii. Hamna shida, Mungu akitupa kibali tutaanzia tulipoishia tuende mbele. Sawa sawa. Mtazamaji, nilikuwa na mchungaji Patrick Kipara katika mada hii ya tumfuate Paulo, na naamini kuna vingi ambavyo pengine umeanza kujifunza sasa. Na mimi nikutakie kwanza mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na mtumishi wa Mungu hapa studio kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi katika mada ambayo tulikuwa nayo na tunaendelea nayo. Kwa hiyo usitoke kwenye TV yako, tutarejea hapa pindi tutakapotoka mapumziko mafupi. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja